Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika channel yetu ya Yosh Testimony TV ihusuyo ushuhuda wa Yesu Kristo, yenye kulitangaza neno la Mungu katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku kama neno la Mungu linavyosema. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 16 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa pili. Ninakukaribisha ninapoenda kusoma. Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Mpendwa mtazamaji, Yesu anakwenda kufundisha masomo muhimu sana katika sura hii ya 16. Na hapa katika mistari ambayo tumeisoma anazungumza juu ya uwakili. Na kichwa cha somo letu kinasema jiweke tayari kutoa hesabu mbele za Mungu. Au kwa maana jingine, je, uko tayari kutoa hesabu mbele za Mungu? Katika somo ambalo analifundisha Yesu, ametoa mfano wa mtu mmoja ambaye aliwekwa kwa wakili wa tajiri wake. Tajiri alikuwa na mali. Inawezekana alikuwa na maduka, inawezekana alikuwa na mashamba, inawezekana alikuwa na wafanya kazi wengine, na huyu wakili alikuwa ni mtu ambaye amekuwa manager, yani mtu ambaye ni msimamizi wa mali hiyo. Anakula hapo, anapata mshahara hapo, lakini ana mamlaka ambayo anayasimamia. Sasa huyu mtu ilitokea kwamba hakuwa mwaminifu. Kwa hiyo bwana wake akatuma taarifa kwamba uwe tayari kutoa hesabu ya uwakili wako, umeneja wako, uangalizi wako au usimamizi wako, kwa sababu hautakuwa na kazi hiyo tena. Katika somo hili, mpendwa mtazamaji, ninapenda tuweze kuangalia kwamba sisi pia tumepewa kazi. Tajiri ni Mungu. Mungu ndiye tajiri wetu, na ni tajiri ambaye ametupatia mambo mengi. Tumepewa maisha, tumepewa uhai mpendwa mtazamaji, tumepewa muda, tumepewa mali, tumepewa nafasi. Vitu vingi sana ambavyo tumevipewa Mungu ametupatia. Maana yake ni kwamba sisi si mali yetu wenyewe, lakini kuna yeye ambaye ametuweka, na ametuweka tuwe wasimamizi wa mali zote hizi. Kwa hiyo sisi tu mawakili. Tu mawakili wa mambo gani? Tu mawakili wa maisha yetu wenyewe, lakini tu mawakili wa mali alizotupatia, tu mawakili wa vipaji alizotupatia, tu mawakili wa kila kitu ambacho tumekipata, kwa maana kwamba kuna siku ambayo tutasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya yale ambayo tumeyafanya na yale ambayo tumeyasimamia katika maisha yetu. Siku ya kutoa hesabu inakuja na hakuna atakaye ikwepa. Kwa Yesu alikuwa anafundisha somo ambalo, mpendwa mtazamaji, ni somo kubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku ambayo kila mmoja wetu atatoa hesabu mbele za Mungu. Kwa maana hiyo ni kwamba leo hii tunahitaji kujiandaa. Unahitaji kujiandaa mpendwa mtazamaji wangu kwa maisha yako. Je, Mungu aliyekuleta duniani umeishi kama alivyotaka? Je, nafasi ambayo ulipewa umeifanya kwa uaminifu? Inawezekana unasema nafasi gani? Nafasi uliyopewa inawezekana ni katika biashara yako. Kweli ni biashara yako mwenyewe, lakini kuna watu ambao unawahudumia. Je, unawahudumia kwa uaminifu? Je, muda wako unautumia vizuri? Maisha yako je, yanampendeza Mungu? Maana tumeitwa ili tumpendeze Mungu na wanadamu. Je, unampendeza Mungu? Je, unafuata sheria zake? Yote hayo ni mambo ambayo siku moja tutajieleza mbele za Mungu. Biblia inasema katika sehemu nyingine katika kitabu cha Wakorintho
wa pili sura ya 5 na mstari wa 10. Kuna maneno yanasema kwamba kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Maana yake ni kwamba kuna siku ambayo kila mmoja wetu atahudhuria mbele za Mungu na kutoa hesabu za kila jambo ambalo unalifanya. Kwa maana nyingine, mpendwa mtazamaji, ni kwamba ipo kamera ya Mungu ambayo inakufuatilia, inakuangalia katika kila jambo unalolifanya, na siku moja tutawajibika mbele za Mungu. Na kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 12 anasema, basi kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe kwa Mungu. Kwa hiyo hapa duniani tulipo tutawajibika. Kuna siku ambayo tutatoa hesabu za jinsi tulivyoishi. Kwa hiyo kwa somo hili Yesu alikuwa anataka tujiandae, kwa sababu ipo siku ambayo tutasimama mbele za Mungu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, nitoe mwito kwako na kwangu mwenyewe kwamba leo hii nina nafasi ya kumpa Yesu maisha yangu. Mpendwa mtazamaji, kitu ambacho kitakufanya uweze kuwa umeishi maisha ambayo ni yenye maana mbele za Mungu ni pale ambapo utampa Yesu maisha yako. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Biblia katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa Mungu hapendi wewe upotee, hapendi uangamie, anapenda uokolewe, na ndio maana akamtoa Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Kwa ukimwamini Yesu Kristo unapokea wokovu, unapokea usalama wa maisha yako, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo jambo hili ni la muhimu. Leo hii waweza kumpa Yesu maisha yako. Na unaanza kwa kufanyaje? Unaanza kwa kutubu dhambi zako, kumwambia Mungu, nisamehe kwa ajili ya dhambi zangu, kwa sababu Biblia inasema kwamba watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa pale unapomwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi, yani pale unakubali vile ulivyo na kwamba mimi mwenyewe siwezi kujiokoa, Mungu ninaomba unisamehe dhambi zangu. Hiyo ni hatua kubwa ya pili. Unampa Yesu maisha yako kwa kukubali kwamba wewe ni mwenye dhambi na kwa kutubu dhambi zako na kuanza kuishi maisha yanayompendeza yeye. Maana yake ni kwamba hapo unajiandaa kwa ajili ya umilele wako. Huo ndio uwakili mkubwa. Uwakili mkubwa wa maisha yetu ni pale ambapo tunaishi maisha yenye kumpendeza Mungu, yenye kumcha Mungu. Mpendwa mtazamaji, ninatoa mwaliko sasa kwako napomalizia somo hili kwamba labda ungependa leo hii umwambie Yesu kwamba Yesu, ninakupa maisha yangu leo, ili kwamba niweze kuwa wakili mwaminifu wa maisha yangu, kwa sababu wewe ulikuja ili nisipotee, nami ninatoa maisha yangu kwako. Mpendwa mtazamaji, waweza kufanya hivyo sasa. Ninapoenda kufanya sala hii, waweza kutumia muda huu kumpa Yesu maisha yako na kumwambia Yesu kwamba, Bwana, maisha ulionipatia, mahali ulionipatia, nafasi ulionipatia, baraka ulizonipatia, ninayatoa maisha yangu kwako ili wewe upate kuniongoza katika yote hayo. Tuombe mpendwa mtazamaji, na waweza kunifuatisha katika sala hii ukaifanya kuwa sala yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa upendo wako. Umenibariki kwa mambo mengi Bwana. Umenibariki kwa maisha, umenibariki kwa uhai. Hiyo ndio zawadi iliyo kubwa sana kuliko zawadi zingine zote. Na sasa Bwana, ninajitoa kwako. Ninajua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Ninaamua kukupa wewe moyo wangu. Uingie ndani ya maisha yangu, unitawale, uniongoze. Asante Bwana, kwa sababu wewe ndiwe kimbilio langu. Ninajiweka Bwana mikononi mwako, ili siku ile nitakapoulizwa ulifanya nini na maisha yako Bwana, niwe na jibu ya kwamba niliyatoa maisha yangu kwako, kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen.